Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi, naona niko nje hapo nasikia mnazozana. Kuna tatizo gani? Mwalimu, mimi nilikuwa na swali nataka kuuliza. Hivi mtu anatakiwa kutia nia muda wa kufunga mpaka wakati gani? Kutia nia katika funga ya faradhi ni baada tu ya kuzama kwa jua, na mwisho wake ni alfajiri. Na kutia nia huko ni kusema nawaitu sawma ghadin an adai fardhu Ramadhan. Sasa kama umetia muda wa saa 8 ule wa kula daku, ukitia saa 8 muda wa kula daku, funga yako ipo, kwa sababu bado ule muda wa kutia nia ungalipo. Kwa mfano sasa umesahau, imefika mpaka alfajiri saa 12, umetia nia kwa muda wa saa 12, itakuwa hapo funga yako haipo. Ila sasa unapaswa ujizuilie, usile usinywe, na hatima yake uje ufunge siku nyingine baada ya kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, yaani uje ukiri. Mwalimu, na mimi na swali langu. Mfano nadaiwa, unataka kutoa fidia. Fidia ile ukiitoa ukaizidisha, una tatizo? Na je, unatakiwa uitoe kwa muda gani? Unatakiwa kuitoa pale wakati umefunga au baada ya kufunga? Na kuizidisha je? Fidia yako unatoa kwa yule mwenye kuhusika, lakini pia kuzidisha haijawa tatizo, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia faman tatawwa khaira fahuwa khairun lahu, kwamba ukitoa ukizidisha pamoja na sunna basi inakuwa hiyo ni kheri kwako wewe. Kwa hiyo hakuna tatizo kuzidisha. Na suala la kutoa, basi unaweza ukatoa kwa siku moja au unaweza ukatoa ukazikushanya zile siku ukatoa kwa pamoja, yote yanakubalika. Mwalimu, na mimi na swali langu. Yaani hapa toka tulipofika tunabishana sije tu kuhusiana na maombi ya Mwenyezi Mungu. Eti kumuomba Mungu kuna muda maalum? Maana kuna watu wanasema kuna muda maalum, lakini wengine wanasema muda wote tunaweza kumuomba Mwenyezi Mungu. Hebu naomba mwalimu tufafanulie vipi? Ni kweli mwalimu. Mimi naona siku zote zimeumbwa na Mungu tu. Masaa pia kayaumba huyo Mungu. Hata miezi na miaka kaumba Mwenyezi Mungu huyo mmoja. Sasa eti kuna wengine wanasema dua kuna siku maalum na miezi maalum. Mimi nimeambia siku yoyote dua unaweza kuomba, hakuna tatizo. Hebu mwalimu tuweke sawa kwa hili. Kuomba dua hakuna wakati maalum. Muda wowote unaweza kumwomba Mwenyezi Mungu, ilhali unatakiwa vizuri uwe safi, lakini pale pahala ambapo unaombea dua umekaa napo pawe pasafi. Lakini kwa wale waliozungumza kwamba kuna muda maalumu, niseme kwamba kuna masaa ambayo yanakuwa bora kwa kuomba dua, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyotuambia,
A'udhu billahi minash shaitani rajim. Inna iddata shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ardh minha 4 hurum. Yani katika hiyo miezi 12 imo miezi 4 mitukufu zaidi, ukiwemo wa kwanza Dhulqaada, yani mfungo pili, lakini yuko Dhulhijja mfungo 3 na Muharram, yani mfunguo 4. Miezi hii mitatu imefuatana, lakini tukaambiwa wa Rajab na mwezi wa Rajab. Kwa hiyo miezi 4 hii yote mitukufu. Kwa hiyo unapoomba dua inakuwa mzuri zaidi kwa miezi hii 4. Lakini na hiyo miezi mingine yote Mungu anakubali dua yako. Lakini mwezi mtukufu zaidi katika miezi yote basi ni mwezi wa Ramadhani, ambao ndio huu tulionao sasa hivi. Unapoomba dua katika mwezi huu, basi dua yako insha Allah inakuwa mustajaba, kwa sababu Mungu asema, wa idha sa'alaka ibadi, watakapokuuliza hao waja wangu basi waambie fa inni qaribu, mimi niko karibu nao, ujibu da'wata da'i idha da'ani, nachukua maombi yao yale ambayo wananiomba. Kwa hiyo kwa masaa, kwa masiku, kwa miezi, haya yote yamehitilafiana. Ukija katika siku nzuri, siku zote siku 7, basi siku nzuri zaidi Allah subhanahu wa ta'ala kaitengua ni siku ya Ijumaa. Kwa hiyo lakini pia ndani ya hiyo siku ya Ijumaa basi mna saa Mwenyezi Mungu unapomuomba basi anakukubalia. Lakini sasa saa hii Mwenyezi Mungu kaificha. Ni sawa sawa na alipoumba malaika, akaumba malaika watukufu, lakini akamteua malaika Jibril alayhi salam kwamba yeye ni mtukufu zaidi. Akaomba mitume na akamchagua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba yeye ni mtume bora na ni mtukufu zaidi. Ni sawa sawa na aliyeumba miji, akauteua mji wa Maka kwamba ni mji mtukufu zaidi. Kwa hiyo yako masaa unapoomba dua, basi inshallah Mwenyezi Mungu anakukubalia haraka. Unaenda msikitini? Kumbe uko hapa msikitini? Msikitini huko kuna nini? Basi mtoto wa Kiislamu wewe. Sasa unauliza msikitini kuna nini? Ukaswali. Mimi nimeshasema kwamba siswali na sitaki. Na swali usiku na mchana, na naomba dua kila aina, lakini hakuna faida yoyote. Wenzangu wote wanaoa, wanapata watoto, akitokea huko mtoto anatoka anakwenda kumpokea baba, lakini mimi mpaka kufikia leo sina furaha ndani ya ndoa yangu. Mimba zinaingia tu zikitoka, nina faida gani? Nabii Zakaria alikuwa akiomba usiku mchana mpaka hali ya kukata tamaa,
Lakini sitosha, Mwenyezi Mungu aliniruzuku mtoto. Wewe nani hata usipewe? Huyo uliyemtaja ni nabii. Wao walikuwa kikaa tu akiomba dua, walikuwa wanajibiwa hapo hapo. Yule ni nabii, mimi naitwa mjaka. Nimesema kwamba nimechoka. Na wala sikulazimishwa. Swali wewe. Mume wangu. Basi nje tukulendeni pekee chooni.